Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kukutana usiku huu hapa jijini Mwanza. Lakini kipekee kabisa naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuisimamia sekta ya madini na kutoa maelekezo yake ya mara kwa mara, yakiwemo maelekezo ambayo yamewezesha sekta hii kupiga hatua kubwa sana kwa hivi sasa. Ndugu wanahabari, Wizara ya Madini inapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 7 mchana, maafisa wa usalama kwa kushirikiana na mamlaka zingine za udhibiti walifanikiwa kukamata madini ya almasi ghafi yaliyokuwa kitoroshwa kinyume na sheria na taratibu za usafirishaji wa madini kupitia uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndugu wanahabari, katika tukio hilo almasi ghafi yenye uzito wa karati 2729.82 yenye thamani ya dola za Kimarekani 635,887 na senti 66 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 1,715,434,129.67 yaligunduliwa akiwa yamefichwa kwenye mabegi manne na raia mwenye asili ya India kwa lengo ya kuyasafirisha bila vibali halali wala kufuata taratibu za kisheria. Ndugu wanahabari, wizara imesikitishwa na kuchukizwa na jaribio hilo la utoroshaji wa rasilimali za taifa na inalaani vikali vitendo vya aina hiyo, na ikumbuke kuwa utoroshaji wa madini ni kosa la jinai linalokosesha nchi mapato na kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Hivyo naomba nitumie fursa hii kujulisha umma wa Tanzania kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini waliohusika na mtandao huu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Niwahakikishie kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika utoroshaji wa madini, ikiwa ni pamoja na kuyataifisha madini hayo na kufuta leseni za kujishughulisha na shughuli za madini hapa nchini. Niwahakikishie kuwa serikali haijalala na inaendelea kufanya operation usiku na mchana kubaini matukio mbalimbali ya aina hii. Nitoe rai kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote nchini Tanzania kujiepusha na vitendo vya utoroshaji wa madini ili kuepuka hasara kwenye biashara zao, lakini vile vile kuisaidia nchi yetu kuweza kupata mapato. Ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa ni watu kukosa uzalendo, kwa sababu madini haya yakipita katika mfumo rasmi, nchi yetu inapata tozo, kodi na ushuru mbalimbali ambao ndio unakwenda kujenga barabara, unakwenda kujenga hospitali, unakwenda kujenga madarasa na kuleta maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Hivyo kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa dhati kabisa kwa mujibu wa sheria usimamizi wa biashara hapa nchini ili biashara zote zifuate utaratibu. Tuna jumla ya masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi 109 ambapo biashara yote ya madini inapaswa kufanyika katika maeneo hayo. Kinyume na maeneo hayo, mtu yoyote ambaye atabainika anafanya biashara nje ya utaratibu wa masoko na kutorosha madini, kama nilivyosema awali, tutaendelea kuyataifisha na atapata hasara moja kwa moja, kwa sababu kwanza tutachukua madini, hatapata hata sehemu ya madini haya, lakini pia tutamshtaki. Kwa anakuwa amepata hasara mara mbili. Kwa nitoe rai kwa wafanyabiashara na wachimbaji wote nchini Tanzania kuendelea kuzingatia sheria zetu ambazo tumeziweka za kufanya biashara katika mifumo rasmi. Hapa nipo na timu yangu ya kikosi kazi, tumetoka Tunduru kwa ajili ya jambo hili, na pale na wafanyabiashara ambao wanakwenda mahakamani muda sio mrefu na maeneo mengine pia, na hivi sasa kikosi na kitoa hapa kinakwenda Nyamongo kwa ajili ya kazi hiyo hiyo. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha usimamizi wa biashara hii. Ndugu zangu waandishi wa habari, mwaka 2015, mwaka 2016 nchi yetu ya Tanzania ilikusanya maduhuli kwa mwaka mzima ya bilioni 162 tu. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017, tukaanzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Nchi imeanza kunufaika hivi sasa na sekta hii ya madini
kwa watu wanaofuata utaratibu wa kisheria, makusanyo yetu ya mwaka jana, mwaka wa fedha ambao tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali yalikuwa ni shilingi bilioni 753 kutoka shilingi bilioni 162 ya mwaka 2015 2016. Mwaka huu tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni 1. Mpaka leo ninavyozungumza nanyi, tarehe 23 mwezi wa 5 mwaka 2025, tumeshakusanya shilingi bilioni 925. Tumebakiza bilioni 75 kuvunja rekodi ya makusanyo ambayo haijawahi kutokea katika nchi hii. Kwa sababu moja tu kubwa, ni kwa sababu tumefanya udhibiti mkubwa wa kuzuia utoroshaji na kuwafanya watu wafanye biashara katika mfumo rasmi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wafanyabiashara wote kuhakikisha kwamba wanazingatia hayo. Sheria inaturuhusu kuweza kutaifisha na kumzuia mtu kufanya biashara hiyo ya madini hapa nchini Tanzania. Kwa kama kuna mtu ambaye yuko tayari kuendelea kufanya biashara hii, aendelee. Lakini pia ajue kwamba lazima atafute biashara mbadala tukimkamata. Kama kuwahi kulima viazi na vitunguu na mahindi, basi aanze kujifunza hivi sasa, maki hatafanya tena biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Tutampeleka mahakamani, tutamshtaki, akitiwa hatiani hakikisha kwamba hatapata leseni tena katika nchi yetu ya Tanzania. Nawashukuruni sana, asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nimalizie kama hamna maswali, kipekee kabisa nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mwanza na timu nzima ya kamati ya usalama ya Mwanza. Wasingelikuwa wao, zoezi hili lisingefanikiwa. Na kikosi changu pia cha task force pamoja na wenzetu wa uwanja wa ndege wa Mwanza wamekuwa wazalendo kwa kiwango kikubwa sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikushukuru sana, timu yako imefanya kazi vizuri sana, kwa sababu tunapata changamoto katika baadhi ya maeneo, imebidi mpaka muda mwingine tutumie nguvu ya zaidi, lakini kwa Mwanza kwa kweli ushirikiano umekuwa mkubwa sana. Na kama wizara tunakushukuru sana wewe na timu yako nzima. Tunataka tuifanye Mwanza kwa sababu eneo kubwa la kanda ya Ziwa linachimbwa madini na watu wengi wanaona kama njia rahisi ni kupitia hapa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nafikiri kwa ujumbe huu hivi sasa watatafuta eneo mbadala, kwamba eneo la mkoa wa Mwanza sio la kulichezea wala uwanja wa ndege, kwa sababu ya usimamizi mkubwa ambao mmeendelea kuweka hapa katika mkoa wa Mwanza. Nikushukuruni sana kwa niaba ya wizara, asante sana. Asante sana.